Ngoja tujibu swali hili. There is a difference also between a wife and a virgin. Ndio. The unmarried woman cares for the things of the Lord. Anafanya kazi ya nini? Ana care for the things of God. That she may be holy both in body and in spirit. That she may be holy both in body and spirit. But mtakatifu nini? Kiroho na kimwili. Kwa nini watu wengi hawaendi kanisani? Ni kwa sababu sio nini? Bikira. Unapotolewa bikira, si ndio? Una care for your role kwa mwanamume. Sasa kwa nini sasa leo watu wengi makanisani wanakimbia maklabu, wakiingia kule mjiani? Kwa sababu ukishaondolewa bikira, si ndio? Ukishaondolewa bikira peke yake, ile hofu ya Mungu inapotea. Ukishaondolewa bikira, holiness inapotea. Wote hapa mlikuwa watifu kwa wazazi wenu, wapole, wastaarabu mkiwa na bikira. Uongo kweli? Sema hapa mabinti hapa. Mlikuwa watifu, nyenyekevu, obedient, si ndio? Mama akikuita unatii. Si kulipondolewa bikira unajua mama, wewe mama ningekuzaa. Unaweza kulala nje usiku. Nimeona binti moja mimi nimemhudumia. Mtoto anampenda Mungu, mwaminifu, mstaarabu, mpole. Hii sio nasema huyu binti atafika mbali, mwaminifu. Alipoingia form 6 ni virgin. Akiwa alikuwa form 4, form 6 ya. Akutaka kijana form 6 akaondoa bikira. Mama anashangaa, binti anamjibu, "Mwanangu unanijibu vipi? Mama yangu sikuzoea hivi." Sasa mimi na wenzangu anaanza kuvaa nguo zikaanza kubadilika nguo. "Mwanangu umekuaje? Mwanangu alikuwa praise." Akaja kusema, "Baba, mwanangu sasa mpata pepo gani?" Kaambia binti yangu, "Mwanangu hajapata pepo, ana virgin. Kimeondoka kitu." Nikamwambia kitu kimeondoka. Utakapoona mtoto wa kike ameanza kujibu mama, akuheshimu, ujue hamna kitu. Nini? Mabiti mko hapa. Ulipoanza kumtulishia mama wako mabega, kumjibu baba yako, kunyoa hii, mnaweka hii ni inaitwaje hii? Hii kitu kinjia hiki. Si ndio? Hii unaweka hii kimstari. Way. Ni way. Yes. Ulipoanza kuweka way. Ukiona binti ameweka hii, jua hiki kitu amekucha. Sawa. Binti ameweka kope hii. Hii ametoboa hapa. Kitu hamna pale. Kishinai. Anaweka kucha kama kenge hivi. Kitu kimeondoka. Umeelewa? Kwa hiyo kitakachokuosha kwa binti sasa hivi kitu kimeondoka. Wewe kwa mwanao yule ambaye ni virgin miaka 8 6 hapa, sasa kuheshimu. Sasa kutii. Sasa kuelewa. Ngoja kitu kiondoke. Haeleweki. Na ndio maana mabinti wengi ambao ni virgin, nenda kwenye nyumba za watu ambao ni virgin, amekaa kama hivi, kama mzota fulani hivi. Hamjaje kuona? Kweli. Chunguza wadada wote ambao ni virgin, hata kama ni kalemo kama zota vile. Lakini akishatolewa anachangamkaga. Kweli. Kama Eliza hapa. Fanya research. Sawa? Binti ana miaka 18, si ndio? 19. Ni virgin. Ni kama vile amezota pole fulani kama hamjaje kuona? Hamjaje kuona? Wapi microphone wadada wanijibu? Wapi ile microphone? Hamjaje kuona marafiki zenu? Magi. Hamjaje kuona? Wale baba wanakuwa wapole. Wapole. Ndio. Wastaarabu. Au hajachangamka. Lakini hao waliochangamka hawa hamna kitu. Si ndio wanangu? Ndio baba. Yaani binti ambaye bado ni virgin, utamuona anaibu, mpole. Sawa? Sawa, uyuko bado huyu? Anaweza kusuka nywele kwenda kiloni ile. Sawa. Iko sawa. Lakini anasema mama nitoboe hapa. Akaweka nini, anachola hiki kitu hapa. Tatu. Mwambie, yani ukitoa tatu kama kitu kipo. Umesikia? Umeelewa? Ndio baba. Umesikia? Yeah, unaona ni mpole, msalabu. Unakuta kama vile amezota fulani hivi. Sawa? Hawezi hata club hawezi kwenda. Anawahi nyumbani. Ukimvua nguo anafua. Mwanangu kwa wapi anakimbia nakuja.
Sawa, ndio mwanangu anakimbia, lakini akishaondolewa, akishakuwa mke machangamko, anaanza kimbizana kumhudumia mume wake. Mmenielewa? Kwa hiyo mwanangu, hiyo ulipe mahali, akisha mwanamke nini? Bikira. Kama sio bikira, sawa. Kama umeoa mwanamke ambaye sio bikira, unaruhusiwa kudai mahali. Na tamko limetoka aje aone nini? Tamko limetoka aje aone kudai aone. Sawa. Kwa hiyo kama wanaume wanatazama hapa, unaruhusiwa kuna kumwambia baba mkwe, please nirudishie mali yangu. Swali jingine? Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa na swali. Kwa nini wanaume wanatairiwa? Wanaume wanatairiwa? Okay. Na kwa nini, yani hatuoni kwamba tunakosoa kile Mungu alichokiumba, yani amemuumba mtu vile, na kwa nini akatwa? Wanaume kutairiwa ni first, tuangalie first mention, tunaangalia kutairiwa kuanzia wapi, si ndio? Tuangalie kutairiwa kuanzia. Sawa. Kama unamwamini Mungu wa Ibrahim, sawa, kama unamwamini Mungu wa nini, lazima utairiwe. Ila kama unamwamini Mungu wa Ibrahim, unaje kutairiwa? Wanaotairiwa wote wanamwamini Mungu wa nini? Hata kama ni kanisani, sawa, ili umetairiwa, unamwamini Mungu wa nani? Wa Ibrahim. Sawa. Tusome Biblia kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 17. Mwanzo 17 ndio kwanza. Kwanza mstari wa kwanza. Ndio. Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu kawe mkamilifu. Ndio. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abraham akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba mataifa mengi. Wala jina lako hutoitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahim, kwani nimekuweka uwe baba mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe, na uzao wangu baada yako, na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi ulioikaa ya ugeni, nchi yote ya Kanaani, kuwa milki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Mungu akamwambia Ibrahim, nawe ulishike agano langu wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yao. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe. Hilo ndio agano utakalolishika kati ya mimi na nani? Na wewe. Na uzao wako baada yako. Na uzao wako baada yako, Kila mwanamume wa kwenu atatairiwa. Mtamtahiri nyama ya magovi yenu. Na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi nanyi. Mtoto wa siku 8 atatairiwa kwenu. Kila mwanamume katika vizazi vyenu, mzaliwa wa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa na uzao wako, mzaliwa wa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako, lazima atairiwe. Na agano langu litakuwa katika mwili wenu, kuwa agano la milele. Kwa agano nini? La milele. La milele. Kwa kama unamwamini Mungu wa nani? Wa Ibrahim. Uwe ni mkijakazi, ukishamwamini Mungu wa Ibrahim, tunatailiwa kwa sababu ya agano nani? Akasema agano langu ndio hili hapa. Kila mwanamume atafanyaje? Atatailiwa. Kwa unapoona mwanamume ametailiwa, ile alama ni kuonyesha kwamba huyu mtu anamwamini Mungu wa nani? Anaamini yuko chini ya agano la nani? Kwa hiyo wote waliotailiwa tunamaanisha tuko chini ya agano, we are under Abrahamic covenant. Sawa? Tuko chini ya agano la nini? La Ibrahim. Kwa hiyo tunatailiwa kwa sababu ya agano la nini? La Ibrahim. Hiyo ndo kiroho. Sawa, toka awali. Umeelewa? Wengine wanasayansi wanasema mtailiwa kwa sababu ya usafi wa mwili. Sawa? Lakini sio maana yake. Kwa sababu kuna wazazi wa zamani kwa watailiwa walikuwa wanaishi. Si ndio? Lakini mostly ni kwa sababu ya nini? Ya agano kiroho. Tunatailiwa kwa sababu nini? Ya agano nini? Kwa hiyo zamani watu wakawa wataili ili Mungu warudishe kwenye agano, akawafosa hata madaktari watailiwa tu. Nimeeleka? Nimekujibu? Sawa, swali jingine? Bwana Yesu asifiwe baba. Amen. Apart from kuwa virgin, kuna sababu nyingine kubwa sana ambayo inafanya ndoa za sasa hivi zisidumu. Ndio. Wanasema kadri
tunavyowaelimisha wanawake, yaani kadri wanawake wanavyozidi kuwa wasomi inapelekea ndoa nyingi kuvunjika. Kwa nini? Okay. Kwanza hakuna uhusiano wa kuwa msomi na ndoa kuvunjika. Hakuna uhusiano. Yaani mwanamke uwe ni PhD, uwe ni professor, uwe ni rais, you are underman. Hata uende wapi. Yaani mwanamke yoyote. Kuna watu hapa ni viongozi mko hapa. Si ndio? Kuna wengine mawaziri, ni wabunge, ni viongozi nini, si ni maprofesa, ni madokta. Akifika nyumbani wewe kwa amri anakadika makofi. Nimeona, nimewashuhudia mimi. Nileta chakula naleta. Umetoka ofisini, unawashua nini? Unawashua indicator, unaleta nini? Unawashua nini ile? Una bodyguard unawashua nini ile msafara si ndio? Ukifika nyumbani mume wako anakalisha chini, kaa chini hapo. Sawa? Mwanamke yeyote, uwe ni PhD, uwe ni rais, uwe ni profesa, uwe ni mbunge, uwe ni PhD doctor, kwa mwanamume una bow down. Yaani ni automatic. Sawa? Nini? Ni automatic. Uongo kweli? Huyo naye mwana anasema kwamba ameachika. Mpe miezi 3. Mbona atatafuta mtu mwingine? Uongo kweli? Yaani wewe unasema kama mimi hizi mtaki, kuna mtu anayemtaka. Uongo kweli? Wanaoongoza kuombewa kwenye kuolewa ni wakina nani? Mshakona wanaume mpaka fulani kuoa. Mshakusikia tuna maombi ya kuombea wanaume waoe? Hapana. Mshakusikia? Maombi yetu karatasi mwanzo pokea nyingi. Sija kupokea karatasi ya mwanamume matawi. Moja. Mwanamume naye mpokea karatasi asema namtaka dada Mage, mtumishi naomba nikubalie. Hizo karatasi zipokea. Si ndio? Lakini naomba kuolewa ndio zimejaa nyingi. Si ndio? Umeelewa? Kwa sababu hata wewe ukimwacha hapa, wewe hapo uzuka bila mtu hapa, yani hapa, si ndio? Ila sama uzuka bila mtu unajua. Na kaishi. Mwanamume anaweza kabila mwanamke na kaishi kabisa. I've seen them men. Sawa? Kwa sababu mwanamke you lack something. Yani mwanamke anataka mume. Sawa? Yani ndo anapata perfection. Mwanamume akiwa na mke anakuwa nini? Perfect. Sawa? Mwanamke akisopokuwa na mume anachanganyikiwa. Ndio maana wanawake wote ambao hawajaolewa miaka 45 wanakuwa kama vile akili hazijakasa. Na waambie ukweli, tafuta mwanamke yote ambaye hana mume. Sawa? Yaani akae na mwanamume, yani umeelewa? Sawa? Lazima aolewe. Au kisayansi. Ni kiroho kabisa. Kiroho kabisa. Mwanamke alivyoumbwa lazima awe na nini? Na mume. Kwa ndio maana tunawaombea sana wanawake waolewe. Sawa? Amen. Mwanamume asipoolewa ndio vugu zatoka duniani hizi. Kwa sababu mwanamke Biblia inasema mke ni kwa mume. Mume ni kwa Bwana, si ndio? Umeelewa? Amen. Mwanamke Mungu amemuumba mwanamume akutiishe, uwe under. Si ndio? Amen. Uwe na mtu uwe compatible, uwe under guidance. Amen. Sawa? Amen. Ndio maana mwanamke yeyote anataka mume wake au na akili kumzidi. Amen. Mbona umepiga makofi sana direct? Baba rudia tena. Baba hiyo ameipenda sana. Mwanamke yeyote anayejielewa lazima awe na mwanamume anayemzidi akili. Sawa? Mwanamume asiyekuzidi akili liacha lifai bogas. Boxi. Sawa? Umeelewa? Mwanamume ili mwanamke inabidi aolewe na mwanamume anamzidi akili. Functionality, upeo, uwezo. Hata uwe bilionea kiasi gani, mwanamke akikuzidi akili mwanamume mpumbavu. Ukiona mwanamke anafanya anajiwajibisha, anagawa chakula nyumbani, yuko active, libaba liko nyumbani, hilo libaba lifai, hilo tuliweka kwenye gunia, tuliweka kwenye maji. Narudia tena. Mwanaume ambaye kakaa nyumbani mara kama bogazi, mwanamke anahangaika analeta chakula, chukua kiroba au gunia lifunge pale, tupe mtoni.
Mmenisikia? Amen. Yaani ukiolewa mwanamke, si ndio? Unahangaika, si ndio? Limeona limelala. Alifanya chochote? Alitoa matumizi, alifanyaje? Linakunywa pombe, alitoa matumizi, alijai familia, liko tu mwanamke anahangaika na watoto special. Omba Mungu tuweke kwenye gunia, tudumbukize kwenye mtoni. Hiyo ni dampo tutuenda na madai, yani nilikuwa naomba tutengeneze dampo ya kudampo wanaume ambao hawatunzi familia. Mwanamume lazima uweze kusimamia nyumba yako. Uweze kumkutuma mimi hata mke wangu alikuwa waziri, si ndio? Mimi nauza karanga. Nitauza karanga sawa sawa niishe familia. Amen. Sawa? Nitauza karanga sawa sawa. I can't depend on my wife. My wife must depend on me. Sawa? Mwanamke inabidi anitegemee nini? Hata kama nauza karanga, nitafanya bidii niuze karanga za kutosha. Ni provide my house. Nipeleke watoto wangu shule. Nifanye hivi. Yaani nije hapa mkana anaeche ya mezani. Huyu mwanamume bogas. Eti mimi mambo yaende. Ndio mambo amekupa kifua, amekupa na ndevu, amekupa na hii sauti inakoloma. Unakoloma. Sawa? Mwanamume anashika mwanamke. Unasema mwanamume. Wewe ni bogas wewe. Sawa? Mwanamume ni provider. Sawa? That's why tunasema the king is the father, is Lord. Umeelewa? Na mwanamume ambaye ana wajibu, ana kazi ya kufanya, hapasi kuoa. Unafanya. Umenisikia? Umesikia? Ni wafundisha ule ndege mfumaji. Mkumbuka? Tafuta somo langu la ule ndege nini? Mfumaji. Kuna ule weaver bed. Kuna weaver bed. Jifunza kwenye weaver bed. Nimefunza soma sana. Ingia nimetoa mpaka mchoro wa hiyo ndege. Ingia kwenye mtandao mliona. Nafikiri watu wa media mtanisaidia kuliweka somo la weaver bed. Ile weaver bed, kuna mnyama ndege anaitwa weaver bed. Wale ndege wa ufumaji ni vindego vinajenga viota kwenye kando kwenye mwisho wa mti, mwisho wa kwenye sehemu yenye maji. Kwenye maji unakuta kuna vitu vingi. Au ndege inaitwa weaver bed. Wewe ndege una akili sana. Wale weaver bed. Binti ndege wa kiume inabidi atengeneze kiota kabla hajachumbia. Sawa? Atengeneza kiota na kiota lazima akilengeshe karibu na nini? Na maji. Sawa? Akishakitengeneza vizuri, anakwenda kumwambia mdada nakupenda. Ndege mdada anamwambia bwana, nionyeshe unanipenda, nionyeshe nyumba yako ulioijenga. Sawa? Anakwenda kwanza muonyesha unajenga wapi, na mmoja unajenga wapi? Na mimi najenga pale. Sawa? Anakaa pembeni na mchungaji anaanza kujenga. Mdada ametulia. Huyo weaver bed. Anajenga kiota na maliza. Mwanamume anabeba majani mwenyewe, asaidiwe na mume. Anajenga kiota kimaliza. Akamaliza kiota. Mwanamke anakuja na kichunguza, anakiangalia. Tena narudi. Hapa hajamkubalia. Analika wanawake majiki wenzie. Sawa? Wanakwenda unasaka vindege vingi kwenye kiota. Wanachagua kiota na kuchunguza, je, kiko salama, kiko sawa sawa? Kama kiko sawa sawa, namwambia nakataa, sikubali. Tengeneza upya. Anatengeneza na kubali, kikaa sawa, akaona kitu kimekaa strong. Akiweza kudondoka, nyumba iko sawa, sema mwana akili anamkubalia. Hapo ndo nakubaliana sasa, anakuwa mka hata kizaa watoto wako salama. Lakini wewe ni bwanaume alina kazi, alishughulishi, alina pa kulala, nilaiwa kodi unikubalia, wewe ni kichaa. Umenisikia? Kwa hiyo akija mtu kuchumbia, muulize unajenga wapi? Cha kwanza, una kazi gani? Kwenye account kuna shilingi ngapi? Hapo sasa unaweza kukufikiria. Umenisikia? Umeelewa? Na ndio maana kijana kimpenda mdada anakupa vitu, anakuletea simu, anakuletea milioni 2, milioni 1, anataka kuonyesha kwamba liko responsible. Sasa mwanaume anakupa shilingi 5,000. Swali lingine ni majibu. Swali nimejibu. Nimelijibu. Unaniongeza hapo kwenye nimejibu swali. Kama sijajibu niambie nirudie. Umenijibu. Umeniulizaje? Nilikuuliza kwamba sababu nyingine inayofanya ndoa za watu wengi zisidumu hasa wasomi ni wanawake kuelimishwa.
hakuna uhusiano Okay. wa kuelimisha mwanamke kuwa na elimu na ndio kuvunjika. Uweze kuwa elimika. Mwanamke aliyeelimika ni obedience, mstaarabu, sawa? Anajua kutunza familia yake. Na mwanamke aliyeelimika ni mzuri sana kwenye familia. Ni mzuri sana. Sawa? Ile itatokea hiyo kwamba kwa nini ndoa zinavunjika wanawake waliosoma hawakai kwenye ndoa. Sawa? Ni wengi wakai kwenye ndoa walioenda shule. Kwa sababu most of them wameoa wake za watu. Sawa? Kama umeolewa sio bikira kwenye ndoa, kudumu kwenye ndoa sio rahisi. Umeelewa? Kama hujaolewa bikira kudumu kwenye ndoa sio nini? Sio rahisi. Lakini baba, kuna jambo lilitokea hivi karibuni. Kuna mtu mmoja alikuwa anafundisha akasema, mimi na PhD sijaolewa kwenda kufua boxer za mwanaume. Ni mjinga. Nafikiri ndo swali ambalo ni mjinga. Na huyo alisema hivyo, alisema kwamba aliolewa akiwa bikra. Sasa nazidi kuwa confused. Akisema hivi, mimi sikuolewa kwenda kufua boxer za nini? Za mwanamume. Sawa, ni mpumbavu. Umeelewa? A woman is responsible to the man. You must be submissive to the man. Kwa hiyo uwe ni professor, ni doctor, ni PhD, sio na degree, una master, una PhD. Usomi wako kama uwezi kuwa submissive, wewe ni mpumbavu, ufai kuwa mke. Sawa? Umeelewa? Hapaswi kuwa nini? Mke. Sawa? Na akisema ni lola bika anadanganya. Alikuwa bika anatafuta maarufu. Mwanamke aliyebika ni submissive. Kabisa baba. Mstaarabu. Kabisa. Ni star. Anavumilia. Mimi nimeshuhudia mama zetu wanakipigwa. Sawa? Hamjaona? Have seen our grandmothers, our mothers wanapigwa kwa sababu bikira. Nani atakuwa mwingine? Unavumilia. Baba, mimi ninacha kuongeza hapo unapozungumza kuhusu mwanamke bikra. Mimi nakumbuka mwanaume wa kwanza ndio kunifahamu mimi au kunitoa bikra. Ndiyo. Yaani nadhani ndio mwanaume ambaye nilishai kumpenda kwenye maisha yangu. Thank you. Pigia makofi. Pigia makofi. Tunataka tunataka wadada kama hawa. Huyu dada anaweza kusaidia jamii. Sawa? Kwa sababu ana regret. Sawa? Anaongea ukweli. Kuna vingine wanatazama hapa. God bless you. Mungu akubariki sana. Mpigie makofi tena. Amen. Ameongea ukweli. Huyu anaweza kaponya. Unajua tunafanya mistake. Tumeshakosea. Sema tumekosea wote. We have made a mistake. Sawa? Sasa hizi mistake siendelee, si ndio? Tuwasaidie wengine. Umeelewa? Tumewazaa. Hatusemi kama we are perfect. We have already made, tumeshafanya mistake. We have already did mistake. Tumeshafanya makosa. Lakini kama tumefanya haya makosa, yasiendelee kuwepo. Wazazi wetu pengine wakutusaidia. Ni kweli. Umeelewa? Kwa sababu ukiangalia wakati nilipokuwa naye, yani nakumbuka kuna kipindi alikuwa, yani tulikorofishana, akawa hapokei simu wala ajibu message. Nililazwa. Yani mpaka mapigo ya moyo yalikuwa yanashuka. Yani nililazwa kabisa yani. Thank you. Niliumwa kabisa. Thank you. Japo huko aliko sasa hivi amenisababisha maisha yamekuwa hivyo alivyo shetani ya mlambe uso huko aliko. Kwa sababu amenipitisha sehemu ambayo sasa nimeshindwa, yani nashindwa kuwa submissive kwa sababu yoyote ninayempata naona kwamba ataniambia nini. Thank you. Yani naweza nikafanya hichi, naweza nikafanya kile without him, yani ataniambia nini. Nadhani ndio wanawake wengi tuko hivyo. Kwa hiyo sio issue ya mwanamke kuwa na hela, sio mwanamke kuwa na hichi, hapana, ni wale ambao walishatutoa bikra afu wakatuacha, wametusababishia tumeishi katika mazingira magumu sana. Thank you very much. Umeona hicho kitu? Na ndo maana zamani ilibidi uolewe, ulipiwa mali uolewe tulio bikra. Na wasima mabinti, hasa watoto wadogo hawa under 14 18, hawa watoto wadogo. Wazazi wangu, nyinyi wazazi, mwafundishe watoto watunze usichana wao. Watunze usichana wao. Mwafundishe kwenye familia zenu. Wafundishe nyumbani. Angalia binti sana biongea. Itimizi mpaka sasa hivi hauwezi kumsahau. Alimharibia maisha wote hapa, mmeharibia maisha wote. Wadada wote hao vijana waliotoa bikra ni wachawi. Narudia tena. Wakaka wote waliotoa mabinti bikra amjamuoa, wewe ni mchawi, ni mshikina. Inabidi tukubebe kwenye box tukudumbukiza kwenye pole. Hana adabu kabisa. Umeelewa? Hana adabu. Hana adabu.
Mmesikia? Umeelewa eh? Yaani unajua wanaume wengi wa baba, na Mungu alifanya by nature. Wa baba wengi tunapenda watoto wa kike. Yes. Umeelewa? Amen. Ni nature. Why nature? Mungu alitupa nature tupende watoto wa kike ili tuwa preserve. Yes. Tuwatunze. Amen. Kwamba hata wakaka zamani, mimi nilionaka kijana mmoja anataka kumpenda dada yangu. Siku ile si kwa kuaje. Kijana amekuja anamuita dada yangu. Nilimkimbiza kwa mawe na I remember the kuokote mawe piga kabisa. Mnakumbuka hivi vijini? Nilimkutia mawe nikamkasa nikuone. Yani are you getting? Ilikuwa kwa wababa. Yani mwanangu wa kike nikisikia ana mahusiano na kijana na kutolea mkuki. Amen. Sure. Unamtolea nini? Amen. Mkuki. Leo vibaba viko nyumbani vinakuna pombe, mna adabu nyoba wanaume. Wazo wako naharibikiwa. Nasema ni baba kisha mtoto wako kiko na mtunza. Amen. Yani mimi ukicheza mtu wangu wewe nini play a game we? Nataka mahali au sio? Nataka mahali kuna mimi mbabe, si ndio? Nataka mahali na mimi niheshimike. Baba mtunza mtoto vizuri, amemlea. Leo kuna baba ni wapumbavu, tunashinda baa. Watu wanaandika nyumbani, we are so busy, we are working hard. You are working or doing nothing, nonsense. Mtoto mimi ni bora mtoto umwepe maadili mema kuliko shule nyingi. Narudia tena. Ni bora mtoto mpe maadili mema kuliko shule nini? Ni huyo mwenye shule nyingi anasema siwezi kusifua boxer. Mzazi amemlea huyo, sasa amemwalibu. Umeelewa? Ni bora umpe shule kiasi, lakini umempa maadili mema mengi. Umeelewa? Atakuwa faida kwako. Are you getting? Kwa wazazi wa kiume tunawapenda watoto. Mungu ametupa hiyo neema wa kike ili kuwatunza, kwa preserve, kuwatetea, kukaa nao karibu. Na mzazi wa kiume inabidi umpende mtoto wako wa kike sana. Sawa? Ili umpreserve, umtunze. Umeelewa? I remember my grandfather, babu yangu mimi, alikuwa anapenda mtoto wake wa kike wengi sana. Sawa? Ana binti yake mmoja, alikuwa shangazi yangu. I remember. Huyo mama alifanya mistake. Babu alilia akamfukuza nyumbani, alimfukuza kurudi nyumbani tena. A single mistake. Kwenye macho yangu mimi. Nisikisa bika imepotea. Kwa sababu alikuwa anamtunza. Umeelewa? Wengine mngechelewa kurudi nyumbani. Zamani mtoto wa kiume angechelewa kurudi nyumbani, si ndio? Lakini wa kike saa 12 uko ndani. Leo mtoto wa kike anaenda club. Anaenda kukesha. Club. Nimekujibu. Ndio baba. Thank you. Amen. Baba, samahani naomba niongezee kidogo. Kupitia na pointi hiyo ambayo umetoka kuizungumza hapo. Kuna kisa kimoja nafikiri kila mmoja anafahamu kwenye Mwanzo 34 kwa habari ya Dina. Ndiyo. Mtoto wa Yakobo. Ndio. Jinsi ambavyo alibakwa kwa maana alibikiliwa. Ndio. So unaona jinsi ndugu zake wakina jinsi ambavyo walifanya. Kwa hiyo ina maana yani kwenye familia yoyote ile, yes, hakuna mtu ambaye anapenda kuona kama ni mdogo wake, kama ni mtoto wake anachezewa. Yes. Hakuna. So unaona hawa ndugu zake na Dina walifanya mpaka visasi. Wakawaua wale watu, wakaambia kama nyinyi mtaka kumuua huyu binti basi shati mtailiwe. Yes. Lakini katika vidonda vile na maumivu yale wakaanza kuachapa fimbo na kuwaua. Umesikia? Na iko hivi. Yes. Hivi ifike mahali familia zijue. Ukisikia kijana, mimi ningekuwa kiongozi wa serikali. Yes. Kwanza sheria moja ningeintroduce mimi. Mimi ningekuwa kiongozi wa serikali. Ningeweka sheria ya kwenda kushtaki mzazi, kumshtaki kijana aliyemtoa binti yako bikira. Sheria mimi ningeanzisha mimi. Ile kwa sababu viongozi wengi ni waovu, hawezi kuelewa. Na wao ndio wale. Sawa? Lakini mimi ningekuwa kiongozi kwanza wa taifa hapa, nipate, ndio maana Mungu pengine hajanipa wazifa pengine. Yaani mimi ningekuwa kwanza, sheria kwanza ningetujuzi serikali, binti yako akionekana ametolewa bikira, si ndio?
Unaruhusiwa kwenda polisi kukamata huyo kijana, mbona mngepata shida? Mbona mngefunga suruali zenu sawa sawa nyinyi? Mbona mikana ingefunga sawa sawa? Mwanaume anataka mtoto aheshimike. Ile kwa sababu mataifa mengi viongozi ni waovu, ni wapumbavu. Mambo yanaharibika hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo lazima turudi kwenye msingi wa familia. Tuanze kwenye familia huko ndani. Unajua kuna makabila mengine huko yako strict. Anataka kusikia mambo namna ile. Umeelewa? Amen. Kwa mabinti wazazi mimi nawasihi sana tuza mabinti zetu. Tukituza mabinti vijana watakaa sawa. Umeelewa? Amen. Zamani ulikuwa ukipenda binti unamvumilia. Si ndio? Unavumilia, unampenda huyo yani uwazi mwingine, si ndio? Unamvumilia, anamaliza shule, unamvumilia, anaenda chuo, unamvumilia. Umeelewa? Yes. Ila baba, mimi nahisi wazazi wanajitahidi sana kwa upande wao kutulinda. Lakini shida inatokea pale ambapo unamlinda mtoto kwamba usifanye hivi, lakini haumpi elimu juu ya hicho kitu. Thank you. Kwa mfano mimi hapa wazazi wangu wamejitahidi sana. Na mimi sikuharibika mapema. Mimi nilikuja kuharibika baada ya kuja chuo. Uko nyuma ningeendelea kukaa na wazazi na hisi nisingeharibika kabisa. Lakini niliharibika baada ya kuachana na wazazi. Kiasi kwamba wangeniambia kwamba mwanangu usifanye hivi kwa sababu madhara hiki ni hiki. Na hisi ningejitahidi zaidi. Mungu abariki wazazi wako. Jamani, wazazi wote mjifunze kwa mama yake huyu na baba yake. Umeona? Ni wazazi. Sasa amekuja kuharibika nini? Shuleni. Kwani ameharibika shuleni? Amekutana na watoto ambao wazazi wao hawajawalea. There's no guidance. Umesikia? Eti mzazi anampa mtoto baba nataka yani juzi nilikuwa naangalia hapa niko hapa. Eti mtoto anakuja hapa mwaka wa kwanza wako wamechanga hela kukesha hapa kufanya disco. Sawa? Wanakesha asubuhi yani wako vijana wa kike na wa kiume wanakesha disco. Mama kawapa hela waende disco. Zamani hii unasindikizwa yani ukienda mahali miza mahali dada akituma dada yake kutuma peke yake kwanza alikuwa muoga akituma mguu kwa mguu si ndio mguu sitasikia sawa leo bita ina peke yake ni dadala na anapewa smartphone sawa na tumeta mjini sana sana tumeta mjini mno kumbe tunaharibu kizazi. Ndio maana wazazi wengi watoto wao waheshimu. Mnakuja kwenye mambo tuwaambie watoto wenu. Muharibu wenyewe. Mimi hao watoto hawa huyu iko obedient kwa mama yake na babake. Very obedient. Sawa? Kwa sababu ya foundation. Msingi ukiharibika mwenye yake atapata. Kama msingi wa ndoa umeshaharibika una bikira. Thank you. Swali jingine. Baba. Mithali 18:22 Biblia inasema apataye mke apata kitu chema. Kwa nini Mungu ameweka kibali kwa mwanamke kwa mume? Yaani kibali yani mwanaume anapata favor akiwa na mke. Ndio. Kwa nini? Apataye mke. Apata kitu chema naye ajipatia kibali kwa Bwana. Sasa tunaposema mke ni aliyekuwa bikira. Sawa? Kitendo cha kutoa covenant ni baraka. Yaani kitendo cha kutoa ile bikira ni baraka ya ajabu kwa mwanamume. Baba samani. Kwa ina maana wale waliowahi wameondoka na baraka zote. Wameondoka na baraka zako. Kwa kama mwanamke umemwamke wa mtu kwanza. Yaani wewe kama mkako sio bikira, umemwamke wa mtu. Kitu cha kujibondo. Chema kimeondoka. Kwa chema ndio hicho. Apata kitu nini? Soma tena. Apataye mke apata kitu chema. Mke sio kitu chema, kitu ana kitu chema kile. Kitu chema ndio bikira. Ndio. Kama ipo kuna homa. Lazima muulize mke dada nataka nikuombe kuoa. Nataka nikuoe. Chema kipo? No. Kabla hujamuuliza unamsomea andiko.
apate mke, apate nini? Chemo. Dada, chemo unacho? Mstari 18:22. Akisema sina, mwambie polisi.